nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako na hakuna awezaye kuufunga. Maana yake umepewa mamlaka ya kumiliki malango yako na roho ya kutawala na kumiliki kiroho na kimwili, malango yapate kufunguliwa. Lakini wako watu wa Mungu, malango yao ya maisha yao yamefungwa na shetani amefunga hayo malango, hawaoni neema ya aina yoyote ile. Na Biblia inasema katika ile Isaya 60 mstari ule wa 11 ya kwamba tazama, malango yako yatakuwa wazi daima na hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa na wafalme wao wakiongozana pamoja nao. Sasa ili mtu uishi baraka, ili mtu upokee neema, ili uendelee na amani, ili uendelee katika roho ya kufanikiwa, ili uendelee katika roho ya kumtukuza Mungu, neema ya Bwana lazima iwe juu yako. Nuru ikuangaze, giza lijitenge nawe. Lakini malango yako lazima yafunguliwe ili yaweze kupitisha vitu vya kiroho vitakavyoenda kuleta matokeo chanya kwenye mambo yako ya kimwili. Ili mafanikio ya kimwili yatokee, lazima kwanza malango yako kwenye ulimwengu wa roho yafunguliwe, na hayo malango yakienda kufunguliwa kwenye ulimwengu wa roho, maisha yako yamefunguliwa. Leo ukiona mtu maisha yake yamefungwa, anapita kwenye nyakati na vipindi vya mateso na kilio, haelewi afanye nini, anapambana lakini inashindikana. Na wengi tunawaona wakiwa wanalia. Shida haijaanzia wapi? Shida imeanzia kwenye ulimwengu wa roho. Malango yamefungwa, leo lazima yafunguliwe kwa jina la Yesu. Na Bwana anasema malango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku. Tafsiri yake ya kwamba malango pia yanaweza yakafungwa, na malango yakifungwa, tafsiri hii ni kwamba hautaona kitu chochote kilichochema kikiingia kwako. Wengine malango yao shetani ameyaweka wazi ili kwa ajili ya kuleta uharibifu. Niko hapa, Bwana amenipa ajenda ya kwamba nikuombee kwa neno moja tu, ya kwamba Bwana amekupa mlango uliofunguliwa mbele yako na hapana atakayeweza kuufunga. Kwa jina la Yesu Kristo, tunapoenda kwenye haya maombi, Mungu akafungue milango ya neema yake. Kwenye kila ombi unaloliombea, Bwana ayafungue malango. Ikiwa yalifungwa, yapate kufunguliwa, na ikiwa yalikuwa wazi, yaanze kupitisha mambo mema juu yako, yaanze kuachilia vile vitu ambavyo Mungu ameruhusu vitendeke kwako sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu akusaidie. Ombea malango yako yafunguliwe. Yale yaliyokuwa yamefunguliwa yaanze kupitisha neema na mema ya Mungu, na yaliyokuwa yamefungwa yafunguke yenyewe kwa jina la Yesu. Ikiwa yalifungwa kwa mkono wa giza, Bwana akayafungue, kwa maana Ufunuo Yohana 3:8 anasema Bwana amekupa mlango uliofunguliwa mbele yako na hapana atakayeweza kufunga. Kwa jina la Yesu Kristo, malango ya neema yako yakafunguliwe, malango ya maisha yako yakafunguliwe, malango ya kazi yako yakafunguliwe, malango ya familia yako yakafunguliwe, malango ya huduma yakafunguliwe, malango ya kila kitu unachokifanya yakafunguliwe sawasawa na neno la Bwana. Kwenye hayo maombi unayoyaombea, ili upate neema, lazima mbingu zifunguke, malango ya kimbingu juu yako yafunguliwe. Unaweza kuwa na maombi, lakini kama milango imefungwa na adui, shetani ameyafunga, hauwezi kupokea. Niko hapa nikutamkie kwa jina la Yesu, Mungu akusaidie, malango yako yafunguke, hayo malango yapate kuwa wazi. Kama shetani aliyafunga, shetani alizuia, shetani aliyakamata, hiyo mikono ya adui iliyoshikilia malango yako ipate kuachilia kwa jina la Yesu. Na Mungu apeleke malaika zake, Mungu ainue mkono wake wa nguvu, Mungu ainue uweza wake kwa jina la Yesu Kristo. Malango ya kila aaminie kwa neno la Bwana yakafunguliwe, na ukaanze kuona wokovu wa Mungu, ukaanze kuona baraka, ukaanze kuona furaha na amani ya Mungu, ukaanze kuona mema yakikujilia, kwa sababu malango yako yanaenda kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Neno la Bwana limenena haya. Kwa imani, mahali pale ulipo, tamka maneno haya pamoja nami ya kwamba Yesu, nakusihi sasa, fungua kila malango yaliyofungwa ndani yangu. Shetani aliinua giza, Kristo ninaomba nuru yako. Shetani alifunga, Yesu ninaomba funguo ya mamlaka, na Bwana ametupa watumishi wake funguo za mamlaka. Nami nakutamkia kwa jina la Yesu, lolote ambalo lilifungwa likapate kufunguliwa, kiroho likafunguliwe, kimwili likafunguliwe. Yaliyofungwa duniani na yafungua sahihi, yaliyofungwa katika mbingu yakafunguke sahihi, maana Bwana ametupa agizo
kwa mlango wa maombi katika jina la Yesu Kristo. Mahali pale ulipo unasikia nguvu za Mungu na unasikia roho wa Mungu, unasikia neema ya Mungu, unasikia ndani yako Bwana anaachilia vitu vinaanza kufunguka, mambo ya roho yanaanza kufunguka, mambo yanaanza kuachiliwa. Mungu ainue mkono wake wa nguvu saa hii na afungue hayo malango. Twende mbele za Bwana tuombe. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo, umenipa mtoto wako huyu niombe naye sasa, nami natamka kwa neno lako kama ilivyonenwa katika Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa 8 ya kwamba umetupatia mlango uliofunguliwa mbele. Nami natamka kwa jina la Yesu, malango yake yafunguke kuanzia sasa, kiroho na kimwili, na namna yoyote ya vifungo alivyokuwa amefungwa navyo, roho ambazo alikuwa ameshikwa nazo, Mungu alema akaanze kuona mambo yaliyo ya baraka na ya neema yakiachiliwa ndani yake, akaanze kuona ukuu wako na nguvu zako ukidhihirika ndani yake katika jina la Yesu Kristo. Maana Bwana ameamini kwa moyo wake, na kwa sababu ameamini, yakatendeke kwa neno la Bwana, yakatimilizwe kwa neno la Bwana katika jina la Yesu Kristo. Na piga roho za kipepo na kila namna ya madhabahu ambazo zimeinuka juu ya maisha yake ili kuleta uharibifu, ili uweza kumfunga. Ziko roho za giza zinazofunga maisha ya watu, ziko madhabahu za wakuu wa anga na wakuu wa giza zinazofunga maisha ya watu wako. Ninakusihi Bwana Yesu saa hii kwa neno lako, yeyote aliyekuwa amefungwa akafunguliwe kwa neno la Bwana kwa jina la Yesu. Haijalishi amefungwa kwa njia ya waganga, wachawi, warogi, mizimu, mapepo, majini au manuizio na maapizo, natamka kwa jina la Yesu apokee kwa neno lako sahihi katika jina la Yesu. Moyo wako ukiwa unaamini, mwambie Bwana Yesu asante, maana Mungu ameenda kuinua neema yake na roho wake ndani yako, na Bwana anaachilia roho wa upatanisho, na kwa mlango wa maombi pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Acha kuhangaika, acha kupata shida, mateso, kusuasua kwenye njia yako. Amini tu, neno hili likakusaidie, neno hili likakuvushe, neno hili likakukomboe, neno hili likaachilia uzima mpya na uhai ndani yako, na kubariki mbele za Bwana na kuinua mbele za Mungu aliye hai. Natamka ya kwamba malango yako hayatafungwa mchana wala usiku. Malango yako yatakuwa wazi daima. Malango yako hayatamilikiwa na adui. Adui zako hawatamiliki milango yako, bali wazao wako watamiliki. Utamiliki kiroho, utamiliki kimwili. Hayo malango yatapitisha mema ya Mungu, wala si mabaya. Hayatapitisha uharibifu, hayatapitisha ukataliwa, hayatapitisha aibu, hayatapitisha kilio, hayatapitisha mateso. Maana Bwana anasema malango yako yatakuwa wazi daima, ili watu wakuletea utajiri wa mataifa na wafalme wao kiongozwa pamoja nao. Na Mungu anasema katika ile Ufunuo wa Yohana 3:8, Biblia anasema ya kwamba nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu amekupa mlango uliofunguliwa mbele yako. Nani aliyefunga malango yako? Nani amefunga malango ya familia? Nani amefunga malango yako kiroho? Nani amefunga kwenye uchumi? Nani amefunga kwenye biashara? Nani amefunga kwenye kibali? Nani amefunga kwenye ndoto zako ulizobeba? Niko hapa nikutamkie kama mtumishi wa Bwana, na kutamkia kwa jina la Yesu, malango yako yamefunguliwa, malango yako yawe wazi, malango yako yaachiliwe. Kila adui aliyeshikilia malango yako, hayo malango yanafunguka sasa kwa neno la Bwana, kwa njia ya maombi. Malango yafunguke. Lolote utakaloliomba saa hii kwa neno la Mungu aliye hai, kwa neno lake Yesu Kristo, likapate kutendeka, yakapate kutimia. Mwovu apigwe, haribiwe. Roho za giza zipigwe, ziharibiwe. Wewe unashikiliwa na mikono ya giza, unashikiliwa na madhabahu za kipepo. Wengine maisha yao yameshikiliwa, ndoa zimeshikiliwa, watoto wameshikiliwa, kazi imeshikiliwa, uchumi umeshikiliwa. Anahangaika, hana matumaini. Wengine wamefungwa mpaka matumbo yao, wamefungwa, hakuna kinachozaliwa kwao. Niko hapa nikwambia ya kwamba Bwana anasema malango yako yatakuwa wazi daima, na amekupa leo mlango uliofunguliwa mbele yako. Mwambie tu Mungu, niko hapa, ni mimi, malango yangu yalifungwa. Kuanzia sasa ninaamini na malango yangu yafunguliwe katika jina la Yesu. Ufalme wa Mungu wetu aliye hai uinuliwe juu yako, na Mungu akakusaidie, Mungu akakushike mkono, Mungu akakutie nguvu, Mungu akachilie mafuta ya neema yako kwako, na Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Yehova Rafa, Mungu mponyaji, na awe pamoja nawe, akusaidie na kukuwezesha.
Ni mtumishi wa Mungu Pastor Yona Mahundi. Ninakukaribisha tena kuendelea na maombi. Kumbuka Bwana anasema imekupasa kumwomba Mungu siku zote, wala usikate tamaa. Yesu yuko pamoja nawe akusaidie. Amen. Mungu akubariki.